Idadi ya watu waliotiwa mbaroni katika operesheni yetu ya saa 24 ilikuwa imetimia 12. Je, kulikuwa na mengi tusiyoyajua? Jioni ya siku ya mwisho tulielekea hadi maeneo ya Catline baada ya kuarifiwa kuwa basi moja lililoshukiwa kuwa na walanguzi wengine lilitarajiwa kuwasili nyakati za jioni. Takriban saa 2 hivi za usiku basi lenyewe liliwasili. Bila ya kupoteza wakati tuliamua kulifuata hadi katika maeneo ya chochoro karibu na nyumba hii ndogo. Nyumba ambayo inatumiwa kuwapa hifadhi ya siku moja kabla ya kuondolewa na kupelekwa mahala pengine. Hapa tulishuhudia watu zaidi ya 20 wakishukishwa kutoka kwa basi hili. Watu tulioshuku waliofaulu kuingia nchini kinyume na sheria na ambao lengo lao kuu la kuingia nchini halijulikani. Tuliogopa kuwakaribia, lakini ilibidi tufanye ujanja. Tulijifanya kupotea njia huku tukimwelekeza dereva wetu kurudi nyuma na kuondoka mahala hapo mara moja. Siku iliyofuatia katika pitapita zetu mitaani, macho alipokea simu kutoka kwa mmoja wa walanguzi mashuhuri huko Hagdera. Iyo number kang naftirja sa inka garase sa imbaka sila anisa kingale kasti. Simu yenyewe ilikuwa ya kumfahamisha kuwa walanguzi waliokuwa na magari madogo zaidi ya 5 hivi watawasafirisha watu zaidi ya 50 itimiapo mwendo wa saa 6 za mchana. Bila kupoteza wakati tulifululiza moja kwa moja hadi maeneo hayo ya Catline, huku tukijiandaa vilivyo kukabiliana na lolote lile litakalo kumbana nasi. Ni binadamu, lakini hapa Garissa wanafahamika kama mbuzi, raia kutoka Somalia na mataifa mengine yanayoathiriwa na vita. Hapa nilipo panajulikana kama Catline, eneo maarufu ama eneo la chochoro linalotumiwa na wenyeji kutumia vigari vidogo kuwaingiza wakimbizi kutoka nje ndani ya nchi yetu. Kwa siku naarifiwa wanaingia zaidi ya 160. Je, usalama wa taifa huu uko vipi? Saa 6 kasorobo, mwelekezi wetu macho alipanda juu ya mti mmoja mithili ya nyani kabla ya kutuarifu kuwa kuna gari moja dogo lililokuwa na walanguzi na iliyokuwa ikielekea upande wetu. Gari zinaonekana ukiwa hapo. Kuna gari unaona? Bila kupoteza wakati tulijipanga vilivyo na kuweka mtego wetu imara, tukisubiri kuzuka nao. Baada ya saa 1 hivi mkoko ulialika maua, na hapa ndipo tulianza kuwafukuza washukiwa hao ambao walidhani sisi ni maafisa wa polisi. Kabisa mpaka mahali tasimama atakani Garissa town. Hata Garissa town hawezi simama pote. Walikaidi amri ya kusimama, nasi tuliamua kama noma na iwe noma. Yo gari kumale mbele. Twende. Maji yalipozidi unga, jamaa mmoja aliyekuwa ndani ya gari hili ndogo alijitosa nje. Tulichanganyikiwa kiasi cha kutojua la kufanya kabla ya kugundua kuwa dereva wa gari ndogo alikuwa ametoweka. Gari, ingia hapa. Ingia kwa gari. Wewe ingia kwa gari bwana. Wewe ingia. Ingia basi ongea na mimi sasa. Subiri yala. Enda naye. Hapa tuliamua kama ni udereva, jicho pevu ina madereva waliobobea na waliokomaa wakati wa tukio kama hili. Tulikimbizana pasi na woga. Muda mfupi baadaye dereva wa gari dogo alisimama na kutoweka, huku washukiwa wengine 6 vile vile wakifaulu kuhepa.
tukikaribia watashuka wakimbie. Kwa hivyo uko ready kukimbia. Okay, kwa funguo toka mbio tutoka hapo. Hao ndio hao. Piga picha. Hey, wait. Simama. Mmetoka wapi? Kuna wengine kwa boot. Hapo msitoke. Hao ni watatu wamepotea. Wengine ni wa 2, 5. Mwazi hapo. 5, 3, 2. Wale ni ngapi? Mama mmetoka wapi? La peleka kwa. Mama, mmetoka wapi? Usifungulie hao. Nambari ya usajili ya gari hii hufunikwa kwa kinyesi cha ng'ombe au vile wanatumia zile mafuta grease kwa lugha ya Kimombo kupaka angalau isiweze kujulikana na maafisa wa polisi. Wao hutumia sana njia ya mkato, cut line, ambayo inajulikana inaunganisha taifa hili na taifa la Somalia. Tayari tumeweza kukimbiza gari hii na tumefanikiwa kupata wakimbizi wanaotoka taifa ya Somalia na wanaoingia hapa nchini kinyume na sheria na kufikishwa katika maeneo ya Kenya. Hapa ndani kuna wengine wamefungiwa na tutafungua tuangalie ni wangapi. Tayari 6 wameweza kutukwepa, tumepata wengine wako ndani ya gari bado. Ndani ya gari watu zaidi ya 14 waliorundikwa pamoja kama mifugo. Watu ambao lengo lao kuu la kuingia nchini halijulikani na ambao huenda wakawa tishio kwa usalama wa taifa hili. Come out. Are you sick? Oh, it's because you're tired, eh? I can imagine. Wow. Let's come. Those are 5 people. Which country are you from, my brother? Somalia. Okay. Have you been to Kenya before? Tulibaini ulanguzi wa binadamu ni biashara kuu hapa Garissa. Kambi ya Dadaab iliyo na wakimbizi zaidi ya 1300 sasa imo kwenye hatari, kwani kila mkimbizi sasa amejua mbinu rahisi ya kuingia nchini kutokana na udhaifu kutoka kwa idara zetu za usalama. Mmetolewa wapi? Muulize ametolewa wapi. Na utuelezee, utolewa wapi? Mmelipa pesa ngapi? Mmelipa Pesa ngapi ndio mlete? Ngapi? 2,000 kila mtu. Kila mtu. Kutoka Ifo mpaka hapa wameleta. Garissa mia. Haila Garissa. Wacha niulize. Hii gari ndogo nimeotoa Garissa ama wameshuka mahali fulani atuelezee. Na kituelezea tutawachilia yeye. Mwambie kwanza kituelezea tutawachilia yeye. Yes. Baawur kan intee idinka soo qaaday. Sawa. Baawur kan idinka ma soo qaaday. Ifo naga ma soo qaaday. Ifo naga soo qaaday. Ifo naga soo qaaday. Dhaxdu naga soo qaaday. Dhaxdu waa halkee? Ma aqaan meel un kunto inta la gaari meel dhax naga soo qaaday. Ifo naga ma soo qaaday. Stuni yani umechukua katikati. Runta saas waa sema tena katika. Runta saas waa anasemaje? Anasema nini? Yani umeteremsha kabla sijafika Modokari, umeingia mustuni, umechukua hizi mustuni yani. Hebu muulize kama wamekutana na maafisa wa immigration. Maana ma aragtan maana immigration wax ma la kulantay wax Isa police. Ajwan. Okay. Mumeumia? Muumia. Waxanu wax ma idin gaartay. Ma iska ciriiriga dibkaan inta rafaadka un baan ku jirnaa saas yaa xooli oo kan soo guray amefinyika mwingine. Haya. Wanajua mahali wako sahihi. Maana saadan meesha joogto moogtiin. ma had meeshan joogaan Ajui yani mahali ambayo sasa hivi uko hapa. Sawa. Sisi si maafisa wa polisi. Anaka policeman hivi. Sisi ni wanahabari. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama ni kwamba kutokana na polisi kutokuwa na vifaa spesheli na magari ya kutumia, idadi ya watu wanaoingia nchini kila siku imekwea kwa kiwango cha hali ya juu sana. Mwezi wa Januari watu 173 walikamatwa, Februari watu 55, Machi 44, mwezi wa 4 watu 65, mwezi wa 5 watu 87, mwezi wa Juni watu 171 na hatimaye mwezi wa Julai watu 89.
Kwa ufupi, hadi mwezi wa 7 zaidi ya watu 700 wameingia nchini kinyume na sheria, huku wasiojulikana wakihofiwa kufika hata zaidi ya 5,000. Usikose kujiunga nami mwanahabari wako mpekuzi Muhammad Ali hapo kesho katika sehemu ya 4 na ya mwisho ya makala haya Keche Keche Mpakani, ni kufichulie njia nyingine za mkato zinazotumiwa kuwaingiza watu kila kukicha hadi katikati mwa jiji la Mombasa, pamoja na changamoto tulizozipitia kukujuza wewe. Muhammad Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.